la kujadili na kupitia hoja za mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali, yani CAG. Naomba nianze kwanza kwa kuwapongeza sana Manispaa ya Shinyanga, na tukisema manispaa tunaongelea mstahiki meya na waheshimiwa madiwani, lakini mkurugenzi pamoja na wataalamu wao. Hii ndiyo halmashauri ya manispaa ya Shinyanga. Halmashauri yote hii kwa ujumla, waheshimiwa madiwani ikiongozwa na mstahiki meya, lakini pia timu ya management kwa kupata hati safi kwa mara ya 5 mfululizo. Ndugu zangu, tunasema hivi kwa sababu moja tu. Tunapozungumzia ukaguzi na udhibiti au udhibiti na ukaguzi wa fedha za serikali, sote tunatambua kwamba fedha za serikali zina taratibu, na ndugu zangu, natambua wazi kwamba sisi kama mkoa wa Shinyanga tuna bahati sana katika kipindi hiki cha uongozi wa Mheshimiwa Rais kipenzi chetu Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Katika hiki kipindi cha hii miaka, mkoa wa Shinyanga tumepokea zaidi ya trilioni 1.7. Ndugu zangu, miaka ya nyuma hicho kiasi kilikuwa ni kwenye bajeti za wizara, lakini leo hii bajeti hiyo imekuwa ni bajeti ya mkoa wa Shinyanga. Na tujivunie kwa sababu moja, fedha zile ambapo zinakuja kwa mapenzi ya dhati ya kiongozi wetu ambaye tunajua ni kipenzi chetu, lakini tunajua ni namna gani ambazo anatupenda. Tunajua kasi yake ya maendeleo na tunajua ni namna gani ambavyo anataka sisi katika haya maeneo tuweze kutafsiri maono na maelekezo yake. Zile fedha zangu zina utaratibu kuanzia zinapoingia, zinapotoka na zinapokwenda eneo la utekelezaji. Na ndio maana inapokuja hoja au uwasilishaji wa mtu akasema kwamba lakini hoja nyingine nyepesi sana, ni swala la nyaraka. Sio nyepesi. Taratibu ingekuwa ilifuatwa, hiyo nyaraka ingekuwa na isingekuwa hoja. Zangu, kuna kila sababu ya kumaliza utekelezaji wa hoja za nyuma na kuzifuta, na ndio maana halmashauri inatakiwa iwe na ukaribu sana na ofisi ya RAS. Pale ambapo mnaona kuna hoja za nyuma ambazo zinahitaji intervention ya kimkoa, RAS ana timu nzima ya secretariat ya watu ambao mtakaa na kuona namna gani ambavyo mnaenda kuzifunga kabisa hizi hoja. Haipendezi kuendelea kuvuka na hoja za nyuma. Lakini pia ndugu zangu, nimeona hapa kwamba hoja za nyuma, hoja 10 zimefungwa na hoja 31 zinaendelea kufanyiwa utekelezaji, na hoja za mwaka 2024-2025 hoja 4 zimefungwa na hoja 17 zinaendelea kufanyiwa utekelezaji. Waheshimiwa madiwani, kwa jitihada kubwa ambazo mmeendelea kufanya kwenye kata zetu ili kuhakikisha kwamba nidhamu ya utunzaji wa mazingira ni kipaumbele kwa manispaa ya Shinyanga, na hiyo imetupelekea kutufanya sisi manispaa ya Shinyanga kuwa halmashauri inayoongoza kwa usafi Tanzania. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa sababu ni uzalendo uliotukuka. Lakini swala lingine ni kuongeza mapato ya halmashauri. Lazima tubuni vyanzo vipya vya mapato ya halmashauri. Lazima tujitahidi kuhakikisha kwamba ni lazima kutenga 10% ya halmashauri, sio hiari, 10% ni lazima. Kwa hiyo tuongeze mapato ya halmashauri, tutenge 10%, 4% kwa kina mama, 4% kwa vijana, 2% kwa watu wenye ulemavu.
Lakini swala jingine linaloambatana na swala zima la asilimia kumi, tutoe kipaumbele kwa vikundi vyote ambavyo tumewawezesha halmashauri yetu katika miradi mbalimbali na utekelezaji na fursa mbalimbali. Haiwezekani tuwawezeshe fedha alafu kwenye fursa tunaanza kuangaliana sisi kwa sisi. Kuna vikundi vya kina mama ni mama ntilie, kuna vikundi vya kina mama wanafanya catering kwa shughuli mbalimbali, tunaweza tukawachukua, tunarotili safari hii tunamchukua fulani, safari hii tunamchukua fulani. Kwa hiyo ndio itakuwa njia sahihi ya kweli na kuonyesha dhamira yetu kama mkoa na manispaa ya Shinyanga kutafsiri maelekezo ya Mheshimiwa Rais, sababu tunatambua wazi lengo kuu la Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha kwamba wananchi wa mkoa wa Shinyanga wanaendelea kuwezeshwa na wanainuka uchumi. Tuna miradi mingi, tumebahatika katika kipindi ambacho mkoa wa Shinyanga tumebahatika kuwa na miradi mingi kipindi hii. Kwa nini? Sababu tumebahatika kuwa na kiongozi mkuu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye amehakikisha kufanya mapinduzi makubwa ya kiuchumi na maendeleo kwenye maeneo yote nchini. Kwa hiyo bajeti ambazo zinakuja kwenye maeneo yetu hazilinganiki na miaka ya nyuma. Kwa hiyo hizi fursa za ujenzi wa barabara na miradi mingine yote mikubwa, Mkurugenzi, kuna kila sababu stahiki meya fuatilie muweze kujua mpango kazi wa mwekezaji na idadi ya fursa ambazo anataka kutoa kwa vijana wa manispaa yetu, kwa sababu hilo ni takwa, sio hiari. Kuna fursa za skilled labor lakini pia na unskilled labor. Kwa kupata hati safi, zile hoja zinakwenda kufungwa, lakini pia na usimamizi wetu hasa nyingi hapa naona zinaelekea hasa kwenye manunuzi kule. Hebu basi tuhakikishe kwamba kasoro zile zinazokuwepo tuweze kuhakikisha kwamba tunaziona na kuzifanyia kazi mapema. Mheshimiwa Rais, nashukuru kwa maelekezo na maagizo yako yote ambayo umeyatoa. Naomba tu kwa niaba ya waheshimiwa madiwani na watendaji wote wa manispaa ya Shinyanga nikuhakikishie kwamba tunakwenda kutekeleza tena kwa spidi ya hali ya juu, hasa swala zima la hoja za ripoti ya CAG. Hizi tutaipa kipaumbele na tutahakikisha kwamba hoja hizo zinafungwa mapema iwezekanavyo. Pamoja na hayo, yale yote ulioelekeza ikiwemo ya kuzingatia uongezaji wa mapato katika manispaa yetu, lakini pia swala zima la vivutio katika manispaa yetu na mengineyo mengi ambayo umeelekeza, tutahakikisha kwamba tunasimamia vizuri, na ninaamini kwa ushirikiano ambao uko baina ya management ya manispaa, waheshimiwa madiwani, basi hayo yote ambayo umeelekeza hapa tutaenda kufanya kwa vizuri zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, hati ya ukaguzi iliyopatikana. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2024/25 tafsiri hati ya ukaguzi na maoni ya mkaguzi yanayoeleza kama taarifa ya fedha iliyokaguliwa zimetayarishwa kwa kuzingatia viwango vya taaluma za uhasibu na mambo yote muhimu kwa mujibu wa msingi inayotumika katika uandaji wa taarifa hizo, ambapo katika mwaka wa fedha 2024/25 halmashauri ya manispaa ya Shinyanga imepata hati safi ya ukaguzi. Utekelezaji wa mapendekezo ya mkaguzi kwa hoja za mwaka wa fedha 2024/25. Katika taarifa ya mkaguzi iliyotolewa na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa halmashauri ya manispaa ya Shinyanga katika mwaka wa fedha 2024/25 kulikuwa na hoja 21 ambazo zilikuwa bado hazijafungwa. Management ya halmashauri ilijibu kutafuta viambatisho vyake na kisha kuwasilisha majibu hayo ofisi ya taifa ya ukaguzi Shinyanga kwa ajili ya uhakiki. Baada ya uhakiki, hoja 4 zimefungwa na hoja 17 ziko katika hatua mbalimbali za utekelezaji.